maji, tunaenda break kidogo, jua lazima tupate maji lakini bado tuendelee na mgeni wetu, huyu spika wa bunge serikali ya wanafunzi chuo kikuu Mzumbe. Bado tuendelee na interview yetu hii. Mheshimiwa Spika bwana, kuna jambo ambalo watu wanatamani walisikie. Unaona, ushawahi kuchukua fomu ya kugombea urais serikali ya wanafunzi chuo kikuu Mzumbe, lakini watu wakawaka moto huko Mzumbe, wakasema Ngwata, watu walikuhitaji sana, lakini jambo la kushangaza ukabwagwa na tume ukabwagwa na tume, midomo watu ikawa wazi, nini kimetokea? Lakini kwa vile leo tumepata bahati ya kuzungumza na wewe, tunapenda tufahamu nini ungependa waambie watu, umma ujue kuhusu hilo tukio. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji, umenikumbusha mbali. Ndio, umenikumbusha mbali sana, na ni moja kati ya matukio ambayo siwezi kuyasahau katika safari yangu ya uongozi, lakini pia ya maisha, kwa sababu hii yote ni katika kuihakikisha kesho na kuwa bora. Ilikuwa ni safari moja nzuri sana, na safari hii uzuri wake ulipambwa na maamuzi ya kuamua kwamba sasa nakwenda kuchukua fomu ya urais na nia dhati kabisa kuongoza wanafunzi wa chuo kikuu Mzumbe 25-26. Na safari hii sio kila safari ambayo utaianzisha ni lazima utafika kwenye safari ile ambayo ulikuwa unatamani kufika kwa wakati huu ambao unahitaji. Kwa kweli nilichukua fomu na isivyo bahati jina langu alikurudi, na nafikiri ilikuwa ni safari fulani ambayo yenye maumivu na uchungu, na ni kweli watu walinihitaji, na naweza nikasema watu walinihitaji kwa sababu ya namna ambavyo mimi naishi nao. Kwa baada ya jina kutokurudi, basi tukaanzisha safari nyingine ambayo ilikuwa haina namna, kwa sababu huwezi kuteleza, sio kuanguka. Lakini pia kuna kauli moja aliwahi kunipa waziri wa elimu Profesa Adolf Mkenda alipokuja kwenye sherehe za convocation za chuo kikuu Mzumbe zilizofanyika 2024 pale Marekani. Baada ya kuwa anashikana naye mkono pale, aliniambia kuwa if the pain is the price of becoming the best, so I will suffer. Kwa Kiswahili unaweza ukatuambia kwa faida ya mtazamaji? Kwa Kiswahili ni kwamba kama maumivu ndio gharama au bei ya wewe kuwa bora, basi kubali kuumia. Kubali kuumia ili uwe bora. Ndio maana leo niko hapa. Okay, hongera sana. Asante sana. Jambo zuri. Maana safari yako inatuonyesha haukata tamaa. Na je, kwako ilikuwa ni moment gani kisaikolojia na kihisia? Psychological and emotional. Ndio. Ilikuwa ni tukio gumu sana kwa sababu ndoto ni kubwa. Yani mimi najiitaga ndoto inayotembea. Yani ndoto kubwa inayotembea. Ilikuwa ndoto kubwa, lakini ilikomea njiani. Katika kipindi hicho ilikomea njiani, lakini pia waga sisi watu wenye imani tunaamini kuwa wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na yaweza kuwa unatamani kuchukua kitu fulani au kufika sehemu fulani kwa wakati fulani. Yaweza kuwa wewe umetamani, lakini Mungu amekuandikia uje ufike sio eneo lile na sio kwa wakati ule. Kwa hiyo lazima uamini sana katika Mungu. So nilimshukuru Mungu, na sasa sisi watu wasomi lazima ujiulize swali, tunataka responsible man, si ndio? Lazima ujiulize kuwa nimechukua fomu ya urais watu maybe hata watatu au zaidi ya watatu, lakini rais ni mmoja. Yani chochote kinachotokea, hiyo process yote at the end lazima patikane president mmoja. Kwa maana kile inabidi ujiandae, lazima ujiandae kisaikolojia kabla hujachukua fomu. Kwangu ilikusumbua sana kwa sababu akili yangu ilikuwa nimeshaiandaa kuwa lazima rais atakuwa mmoja katika rais, na tulichukua fomu watu 8. Maana mambo yalikuwa moto sana. Okay, na vijana wanaweza wakajifunza nini kwako kutokana na hiyo experience ulioipata? Vijana wanatakiwa kujifunza kuwa kwanza wasipende kutembea na matokeo mkononi. Ndio. Yani usichukue fomu au usitaki, sio kwenye fomu tu, kitu chochote kile, yani usitembee nacho mkononi.
yaani kwamba mimi nataka nifanye hiki basi lazima kiwe hivi. Hapana, lazima uwe na A, B na C. Kwa hiyo inapotokea situation kama hiyo, tunatofautiana namna ya kupokea maumivu katika situation yoyote, lakini lazima ujitahidi, kwa sababu binadamu vile unavyotaka kuwa wewe unaweza ukajiandaa kuwa. Yaweza kuwa una udhaifu sana katika kupokea maumivu, lakini unatakiwa kujiandaa kwamba ikitokea kuna maumivu nifanye nini, au mbona fulani akipata maumivu anaishi hivi, kwa hiyo unaweza ukatry kuishi. Kwa hiyo mimi mwenyewe pia nilijitahidi kupokea maumivu, na kitu cha kufurahisha au cha kusikitisha, naweza nikasema cha kusikitisha by the way, nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa ni supporter mkubwa sana kwenye hichi kipindi cha politics ya kipindi hicho. Ndio. Baada ya jina langu kutokurudi, rafiki yangu yule alikuwa simpati kwenye simu siku 3. Hapokei simu lakini inaita tu. Niliamua kwenda kumtembelea nyumbani kwake na nimemkuta akiwa analia siku 3 mfululizo kwa maumivu. Rafiki wa kweli huyo. Rafiki yangu sana sana sana. Huyo bwana anaitwa Najib bin Zubair. Ni mwanafunzi mwenzangu anasoma IT mwaka wa 3, lakini pia ndo waziri wa habari na mawasiliano. Kwa maana yake kilio chake kilizaa matunda. Kilizaa matunda bebe. Safari yako bwana inatufundisha vitu vingi sana. Na je, hilo tukio lilibadilisha mtazamo wako katika mfumo wa uongozi na uchaguzi kwa ujumla? Hapana. Baada ya kwa nini tukio lisibadilishe msimamo? Kwa sababu tume ndio imekata jina lako. Ndio. Kwa nini msimamo wako usibadilike, mtazamo wako usibadilike? Lazima tuishi kwenye mawazo chanya. Yaani sio kila anguko ni la kutupia lawama mtu. Anguko lingine linakuwa na Mwenyezi Mungu. Yaani kwamba umeanguka kwa sababu haukuwa wakati sahihi kwako, lakini pia hakikuwa kipindi sahihi na eneo sahihi la wewe kutumikia watu. Ndio. Kwa hiyo sio kila anguko ni lazima utupie lawama fulani amesipelekea, fulani amesababisha. Kuna wakati unataka kuamini kuwa maanguko mengine ni kwa sababu ya Mungu ameamua na haikuwa wakati wako na sehemu yako. So mimi binafsi sikubadilisha mtazamo, kwa sababu wale ambao waliteuliwa kutoka bungeni, maanake tume ya uchaguzi ilikuwa iko halali na huru kwa ajili ya kutekeleza zoezi lile. Okay. Na wasingeweza kuruhusu marais 7 au 8 wote twende tukagombee. Okay, asante sana. Tutaendelea na episode yetu kwa sababu mada ni moja ya uongozi kuhusiana na serikali ya vyuo vikuu. Kwa hiyo tupo na maswali mengi sana, watu waendelee kujifunza. Tumetoka kukumfahamu Tom Ngwata, nafasi yake, changamoto, nafasi gani amehudumu, na sasa hivi ametupa experience. Kwa maswali tunao mengi sana, ndugu mtazamaji, tutaendelea katika episode nyingine. Uendelee kumjua Ngwata ni nani. Asante.